Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa hii takatifu tukiwa tunafanya hija kwenye kituo chetu hiki cha kijimbo vile vile kama ilivyo Ifucha hapa Kategile. Lakini leo kwa namna pekee, kwa heshima ya mama yetu Bikira Maria, kwenye sherehe hii ya kupalizwa kwake mbinguni mwili na roho. Tumetoka mashariki tunakuja magharibi. Tulipokuwa huko mashariki, tulimshukuru Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu, katika kituo chetu cha hija cha Ifucha. Leo tunakuja hapa sema hivyo basi magharibi, tukiwa na hilo linalotuleta akumuenzi mama yetu Bikira Maria, mama ambaye ana nafasi ya pekee kabisa katika historia ya ukombozi wetu. Tunapenda tushiriki pamoja naye katika kuyafanya hayo mapenzi ya Mungu aliyafanya yeye mwenyewe, na hivyo akawa mfano wa pekee kwa huyo mfuasi na muamini ambaye kama tunavyofahamu amekuwa mtakatifu wa kwanza kabisa, kama unapenda kuwataja wale watakatifu ambao wataenda sasa kukutana na huyo Bwana ambaye walimwamini na Bwana ambaye walimfuata mpaka mwisho, ni huyu mama yetu Bikira Maria. Kumbe tumefanya hii hija hapa tukiwa na lengo kubwa kabisa hilo la kutaka kwamba nasi tufuate nyayo zake huyu mama yetu Bikira Maria, na kwa kufuata nyayo zake hizo, shoni kabisa kama tutakavyosikia, tubaki na matumaini hayo ya kwenda sasa kukutana naye huko alikopalizwa yeye na akakaa mbinguni pamoja na mwanaye ambaye ndiye alimleta hapa ulimwenguni, akakaa naye tangu mwanzo, tangu alipomchukua mimba katika umwilisho huo tunaofahamu mpaka mwisho. Njia yote hiyo aliyoipitia Bwana wetu Yesu Kristo yenye mwanaye, ya mateso, kifo na ufufuko, na hata kabla ya kupaa kwake mbinguni, nafahamu kabisa kwamba alikuwepo huyu mama yetu Bikira Maria pamoja na wanafunzi wale wengine. Tunaona ni safari nzima hiyo ambayo baadaye atakuja sasa amchukue akae naye huko aliko katika utukufu usio na mwisho. Wanafanya hija wengine watu katika kanisa letu la kiulimwengu, na kila mmoja anakuwa na sababu zake na pamoja na hiyo, sababu ya kwanza kabisa kumwenzi huyu mama yetu Bikira Maria, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo wake mkuu, kwa sababu bila Mungu kuamua na kuyafanya haya aliyofanya kupitia kwa mama yetu Bikira Maria, basi tusingelikuwa na sababu yote hiyo. Kumbe ya kwanza kabisa ni hiyo. Tumesema tulishafanya hilo tulipokuwa katika kituo chetu cha hija huko Ifucha, tukamshukuru Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini leo tunamshukuru tena huyu Mwenyezi Mungu kwa hilo alifanya la ukombozi kupitia sasa kwa huyu mama yetu Bikira Maria. Kumbe tunaungana na waamini wa ulimwengu wote ambao na wao wanashangilia katika sherehe hii ya kupalizwa kwa mbinguni kwa Bikira Maria mwili na roho. Lakini leo sisi hapa tuna sababu moja kubwa sana iliyotufanya tufike hapa, kumshukuru mama yule wa msaada, ambaye kama tunavyofahamu hiyo sanamu ambayo tunaikimbilia hapo, tukipenda kupitia kwenye sanamu hiyo, basi tuwe na mama yetu Bikira Maria na tumuombe atuombee na atusindikize, awe nasi, atukomboe kupitia kwa mwanae, atukomboe huyo Kristo mwenyewe. Lakini kwa hayo ambayo anatutakia yeye mazuri mama yetu Bikira Maria, kwa shukrani, fahamu shukrani iliyotolewa na hao waliokuwa hapa miaka hiyo 1920 kuendelea huko, walipokuwa akija hapa, alafu lilotokea hilo na alilolifanya huyo mama yetu
Bikira Maria, muujiza huo ambao tunapenda tuseme hivyo, kwa kuweza kumfanya huyo na hao waliokuwa wamepotea wapatikane, na sisi tunamkimbilia hapa huyu mama yetu Bikira Maria, kusudi hayo ambayo tunakuwa nayo, hizo shida tunazokuwa nazo, huko kupotea ambako inawezekana tukawa nako, tuweze kurudi sasa, tuipata hiyo furaha kama walioipata kwanza hao waliokuwa wamepotea kupatikana tena wakarudi hapa, alafu wale waliokuwa hapa furaha walioipata kwa kuona hao wenzao wamerudi. Na sisi tunapenda tuipate furaha hiyo, lakini tukijua kabisa kwamba hilo lawezekana kupitia kwa maombezi ya huyo mama yetu Bikira Maria ambaye tunamshangilia. Tunajua kabisa kwamba ni mwombezi wetu sasa, kama mtakatifu, tena tunasema mtakatifu wa kwanza, ni mwombezi wetu na ni mfano kabisa, sio tu wa kuomba, bali ni mfano wa maisha yetu sisi kama waamini ambao tunataka tufuate nyayo zake, na hivyo tushiriki kamilifu katika kuleta hiyo furaha ya ukombozi hapa duniani. Sherehe hii ya mama yetu Bikira Maria ya kupalizwa mbinguni ni ushindi, ni ushindi ambao ameukamilisha huyo mama yetu Bikira Maria kwa sifa mbalimbali hizo ambazo amezionyesha katika maisha yake. Na kama tunavyofahamu, yeye kwanza kwa unyenyekevu ambaye alikubali kushiriki katika hilo ambalo Mungu mwenyewe alitaka alifanye, aje amlete mwanaye hapa ulimwenguni, na kupitia kwa huyo mwanaye basi ulimwengu uweze kukombolewa. Yeye mwanaye huyo ambaye atakuja akiwa ni Adamu sasa wa pili, sio yule ambaye kwa kudanganywa na nguvu hiyo ya shetani akatufanya tuingie katika kifo, katika giza na kifo, bali anamleta huyo mwanaye ambaye anakuja kumshinda huyo nguvu shetani, na anakuja baada ya kuleta kifo, yeye analeta uzima. Na hili linafanyika kupitia kwa mama yetu huyo Bikira Maria, kwa hilo fumbo la umwilisho. Kumbe kwa unyenyekevu wake huyu mama yetu Bikira Maria, ambaye kama tulivyosikia hata kwenye wimbo wake wa Magnificat anasema, moyo wake huo, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu inafurahi katika Mungu mwokozi wangu. Kwa unyenyekevu wote huo anaokuwa nao baada ya kuwa amemtembelea huyo Elizabeti, anayataja hayo na kuyasema wazi na kuonesha wazi unyenyekevu wake anaokuwa nao kwa huyo Mungu ambaye anakuja kumpandisha. Baadaye yatasema mengi hapa katika wimbo huo. Yeye aliyekuwa chini akamtoa huko chini, kama vile anavyowatoa chini wale wanyonge, akawakweza waliokuwa wanyenyekevu, na wale wanaokuwa na kiburi na wanafikiri kwamba na nguvu akawashusha. Na anasema kwamba na rehema zake, sasa hizo ni baraka hizo, hudumu vizazi hata vizazi kwa wale wanaomcha. Unyenyekevu ambao nasi ndugu zangu leo tunaitwa tuige, tuwe tayari nasi kuwa nyenyekevu, na tuwe tayari nasi kumcha Bwana siku zote. Na kwa kufanya hivyo, kama anavyosema, huduma rehema zake zitadumu milele na milele kwa hao watakao wanafanya hivyo. Ndivyo alivyofanya, na akamchukua mimba huyo ambaye atakuja kuwa mkombozi wetu na aliyekuwa mkombozi wetu, akawa naye muda wote kwenye maisha yake ya kiulimwengu, tangu mwanzo hapo akiwa naye, na baadaye alipomleta hapa ulimwenguni kwa kumzaa, na safari zote alizokuwa nazo akiwa naye vile vile, katika shida, raha, kwa vyote vile vile, lakini katika mateso na baadaye katika kifo chake, bado anaye huyo mama yetu Bikira Maria kwa imani kuu, akifahamu kabisa na kurudi nyuma, akifahamu ni kitu gani alichokuwa anakifanya. Ni hilo la imani kuu ambalo leo tunakumbushwa, imani ya pekee ya mama yetu Bikira Maria. Nasi tuombe kwamba iwe ndio imani yetu ya kutoteleka au kutoteleza kwa namna moja au nyingine, tukatoka katika njia hiyo ambayo yeye hakuwahi hata siku moja kutoka, akabaki kwenye njia hiyo mpaka mwisho.
Kumbe ni huyu mama yetu Bikira Maria ambaye alimleta mtakatifu na akabaki naye katika utakatifu huo mpaka mwisho, na baadaye akaja kustahilishwa kushiriki katika utukufu wake. Kama nilivyosema, ni mtakatifu wa kwanza huyo wa walioamini. Kumbe nasi vile vile tubaki na matumaini hayo na tubaki na ukweli huu kwamba tutaweza kuwa watakatifu iwapo tutafata nyayo za huyu mama yetu ambaye yeye kama mwanadamu aliyemchukua huyu aliye mtakatifu na akabaki pamoja naye tangu mwanzo mpaka mwisho, aliupata huo utakatifu, na kwa utakatifu huo ndio basi Mungu anapenda kama alivyokuwa mtakatifu mwili na roho, amchukue sasa aende kukaa naye huko mbinguni, ambako huyo mwana wake huyo mtakatifu wa watakatifu alipokuwa hapa duniani kama mwanadamu vile vile amekaa na huyu mama yake mwili na roho, akae huko mbinguni. Yeye peke yake ambayo tunajua katika historia au katika mafundisho ya kanisa ambaye yuko ameenda huko mbinguni kukaa pamoja naye Mungu, kukaa pamoja naye mwana ambaye alimlea akakuwa naye akiwa katika ukamilifu wake mwili na roho. Asingeweza kuoza huyo. Ndivyo tunavyofundishwa katika mafundisho hayo tangu ilipotolewa hiyo dogma au mafundisho hayo mwaka 1950. Ndio hicho kinajulikana kwamba yuko huko amekaa pamoja na Mungu Baba, Mungu Mwana, naye huyu mwanaye kwa vyote kwa nguvu ya Roho Mtakatifu akaweza kufika huko akiwa katika ukamilifu wake huo. Anatufundisha nini tena? Mama yetu Bikira Maria ambaye amepata sifa hii ya pekee na upendeleo huo wa kupalizwa mbinguni mwili na roho na akakaa katika utukufu huo aliko huyu mwanaye, atufundishe sasa yale ambayo ni ya kibinadamu ambayo yanaweza kufanyika kwa huyu ambaye atakuja kushiriki katika hilo aliloshiriki yeye mwenyewe. Kwamba yote haya ameyafanya si kwa sababu alikuwa ni kiumbe cha pekee, hapana. Alikuwa ni kiumbe kama sisi, ni mwanadamu, lakini akawa ameipokea hiyo neema ya Mungu kwa sababu alikubali aipokee, hakusita. Kumbe anachofundisha cha kwanza ni hicho, kwamba sisi tuwe tayari nasi kwanza kuisikia hiyo sauti ya Mungu na hivyo kushiriki pamoja naye katika hiyo kazi ya ukombozi ambayo anataka kutukomboa sisi, na si sisi mimi kama mimi binafsi, bali kukomboa ulimwengu wote, hata hao ndugu zangu na wenzangu. Kumbe cha kwanza ni hicho cha kupokea na kuisikia hiyo sauti yake Mungu, na hiyo sauti yake ituongoze tangu mwanzo mpaka mwisho. Baadaye kushiriki sasa katika hayo ambayo yatakuja baadaye. Ndio hayo mateso ambayo mama yetu huyu Bikira Maria na yeye aliyashiriki, mateso ya mwanae. Kama mwanadamu aliumia sana tangu mwanzo, tangu alipokuwa na wasiwasi hiyo ya kuja kumzaa kwanza huyo mwana ambaye ni Mungu. Nawezekanaje mtu alikuwa mume wake hajamjua huyu mume wake, kama anavyosema ni wasiwasi tayari anakuwa nayo, ni mateso haya atakuwa nayo rohoni, lakini hakumkatisha tamaa. Mangapi tunayokuwa nayo na sisi katika maisha yetu yanayotupa wasiwasi, maswali mengi tunayojiuliza, wakati mwingine tunakata tamaa. Leo tunaambiwa tusikate tamaa. Endelea kuisikia sauti ya Mungu, endelea kumtegemea yeye, na hivyo atakuja kukutoa katika shida hiyo. Mfano ndio huo wa hilo joka kubwa na huyu mama katika somo la kwanza hilo la ufunuo. Mapambano hayo anasema huyu mama ni kanisa letu hili, mfano huo, na hilo joka ni shetani, huyo ni nguvu hiyo. Mama yetu Bikira Maria amepambana na hilo joka, amepambana na hiyo nguvu. Ndio maana hata sanamu yetu hapa leo unapoiona hii ya mama yetu Bikira Maria, yuko kalikanyaga hilo joka, halizidi nguvu, kwa sababu ya kutegemea hiyo nguvu ya Mwenyezi Mungu, kamfanya aweze kumkanyaga huyo nyoka. Na huyo mtoto ambaye angelizaliwa, wale joka alikuwa anasubiri shetani huyo limchukue, halikuweza. Kachukuliwa mara moja, akapelekwa huko kuliko juu kwenye kiti cha kifalme. Huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo, mfano huo. Nasema
na huyo mama akakimbilia nyikani. Kama tunavyojua katika maandiko matakatifu, nyikani ni huko kwenye sehemu ambako utakuja kukutana na Mungu, huko ambako hakuna shida, huko ambako kuna utulivu, kuna raha. Na huyo mama hakupata tu raha hiyo ya kwenye nyika hizo huku mfano huo wa Yohana, bali takuja sasa kwenye utukufu, kwa sababu atashirikishwa huo ufufuko wa pekee ambako ndo atakuja kushiriki pamoja na mwanaye. Sio nyika tu hii ya hapa, bali itakuwa ni nyika ya mbinguni katika utukufu usio na mwisho. Tunakumbushwa sasa hilo fungo la Pasaka, tukayafanya hayo kama mama yetu Bikira Maria alivyofanya, ya imani, alafu baada ya kushiriki katika mateso hayo, na baadaye kuna hilo jingine ambalo nitalisema sasa, tutakuja kushirikishwa na sisi, kuingizwa katika sio nyika tu hii ya hapa ulimwenguni, bali tutashirikishwa katika utukufu usio na mwisho. Mama yetu Bikira Maria hakubaki yeye na furaha kama ya mtu binafsi, ni furaha ambayo baadaye alikuja kuionyesha hata kwa wengine. Tunasikia katika sehemu ya Injili jinsi alivyomtembelea huyo Elizabeti na furaha aliyompelekea. Leo ni siku ambapo tunakumbushwa na tunaomba tulitafakari hilo sisi katika hayo ya mapendo au hayo mazuri. Tunapenda yawe ni ya kwetu tu peke yetu au tuyashirikishe vile vile kwa wengine. Yeye baada ya kupata habari hiyo kwamba atakuwa mama wa Mungu, hakubaki nalo, kalipeleka kwa huyo Elizabeti, na kweli kali limemletea furaha. Hata yule mtoto, kile kitoto Yohana Mbatizaji kilichokuwa kwenye tumbo lake kikaruka. Ni furaha ya pekee hiyo ya kumwona Bwana anakuja kwa huyu mjakazi na analeta hiyo furaha kwake yeye. Leo ndugu zangu, tunaalikwa nasi tutakapoyapata hayo, hizo neema tutakazopata, yale mazuri yote tutakapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yasibaki ni yetu sisi peke yetu. Hapana, tuyapeleke, tuyatoe na wengine waweze kuyafaidi na aletee furaha kwa wote. Mama Maria hakuleta tu hiyo furaha ya kumtembelea huyo Elizabeti, alimleta huyo mwana, baadaye itakuwa ni furaha kwa ulimwengu wote, kwa sababu yeye anatukomboa sasa, amekubali. Ni zawadi ambayo anaipokea, ni zawadi ambayo imekuja kukomboa ulimwengu wote, na kweli kwa zawadi hiyo Mama Maria ameshiriki katika kuleta furaha kwa ulimwengu wote. Na kwa sababu hiyo basi Mama Maria huyu anakuwa ni mfano wa pekee kwetu sote, ambaye mfano wake huo tukiuiga nasi tukawa tayari kwa hili la tatu la kuweza kushirikisha hayo yaliyo mema kwa wengine. Anakuwa ametuonyesha njia tayari, na hiyo njia itatupeleka huko sasa aliko, kama tutakuwa tumeyafanya hayo ambayo ameyafanya yeye, ya kujinyenyekeza, ya kubaki katika imani, kuyafanya hayo mapenzi ya Mungu. Kumbe nasi tutakuwa tayari tumejiweka katika njia hiyo ambayo inatupeleka kupata tuzo kama hilo la mama yetu Bikira Maria, na maisha yetu hayataishia tu hapa duniani. Moja hapa ya tuzo ya kuhilo, tuzo la mwisho kabisa ni hilo ambalo amelipata yeye mama yetu Bikira Maria, la kwenda kushiriki katika hayo maisha ya utukufu, maisha ya umilele. Kumbe leo kingine kinachokuja ambacho inabidi tubaki nacho, na hakika tunacho, ndio maana tunakuja kwa wingi hata hapa, tunafanya hija katika kituo chetu hiki. Hayo matumaini yetu tunayokuwa nayo, matumaini yetu kujua kwamba maisha yetu hayaishii hapa. Maisha yetu yana sehemu nyingine ya pekee kabisa, na sehemu hiyo ni huko ambako amekwenda mama yetu. Kumbe ushindi wake huo, furaha tunayokuwa nayo leo, mashangilizi hayo tunayofanya, yanatupa matumaini ya maisha ya baadaye, maisha kwenye utukufu huo usio na mwisho. Kumbe ndugu zangu, tualikwe tena kwa sherehe hii tunayoifanya kubaki katika matumaini hayo, tukijua kabisa kwamba yale yote tutakayofanya, ambayo ni hayo ambayo nimeyataja hapo, ya kuwa na unyenyekevu, ya kuwa na imani, ya kuwa tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu, na hakika kabisa kwamba ni matumaini yetu yatatufanya sasa twende huko aliko mama yetu Bikira Maria.
Napenda nimalizie tafakari yangu hiyo ya leo kwa heshima ya mama yetu huyu Bikira Maria, tukiwashukuru wale wote ambao wamependa kufuata nyayo za mama yetu Bikira Maria, kushiriki katika safari hii ya ukombozi au katika kazi hii ya ukombozi. Tunao hawa ambao wametajwa leo kwa namna ya pekee. Tunaye Mheshimiwa Padri Mambo ambaye anazindua au tunazindua pamoja naye, sio yeye, hiyo jubilei ya miaka 25 pamoja na wengine ambao wametajwa hapa pale mwanzoni kabla ya ibada hii kuanza hapa. Bana wao wamezindua hiyo jubilei ya miaka 25 ya utumishi. Tukiwashukuru kwa sababu na wao wamefuata mfano wa huyu mama yetu Bikira Maria. Wanapenda kushiriki katika kazi ya ukombozi kwa miito hiyo na kwa wito huu. Sio tu mapadri, bali wako hata wengine tumesikia wako wakfu, na hakika wako hata wengine hawa ambao kwenye maisha ya miito mingine, ndoa na kazi nyingine, na zenyewe na yenyewe ni miito. Na wengine hata angeoa ni askari, angelikuwa ni mfanya biashara, kafanya biashara yake vizuri sana. Angelikuwa ni mwanasiasa, kafanya siasa hiyo vizuri sana. Kama ni Mkatoliki, Mkristo wetu, kwa mfano huo, ukiyatenda yale yaliyo ya ukweli, kuyatenda yale ya Mungu, akifanya kwa miaka 25, kwa nini asimshangilie Mwenyezi Mungu? Naomba tuwapigie makofi hao wote ambao wanafanya hayo, tukiwaombea ili nia walionyesha tangu mwanzo walipoitwa wakaitika. Na wengine ambao ndio wameacha, na wengine ambao wametajwa hapa ambao leo wanafanya sherehe kumbukumbu hiyo ya miaka kadhaa waliotimiza katika maisha hayo ya utumishi. Wote hao sio tu wale wa jubilei, bali wote hao ambao wamekuwa tayari kumtumikia Mwenyezi Mungu, akifuata nyayo za huyo mama yetu Bikira Maria, anafanya kazi hiyo bila kuchoka, katika mateso, katika raha, toa jasho, kimbia huku na kule, lakini akabaki katika njia hiyo hiyo mpaka mwisho. Kumbe tunawashukuru sana na tunaomba tuwaweke kwenye maombezi ya mama yetu Bikira Maria, Malkia wa Mitume, na tuwasindikize kwa sala zetu, tukiwaombea ili waweze kudumu katika utumishi huo, na kweli uwepo wao uwe ni uwepo wa kuleta furaha kama Mama Maria alivyofanya. Kwa uwepo wake, kwa yote aliyofanya, ni furaha hiyo, na ndio maana tumekuja na hapa tunakuwa na furaha, na tunapenda tubaki katika furaha hiyo pamoja na mama yetu Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo.